Ninaitwa Padre Luka Nyachio Oeri, ni misionari wa Konsolata. Ninafanya kazi katika nchi ya Tanzania. Nilipata daraja takatifu ya upadre tarehe 14 mwezi wa pili mwaka wa 2015. Kwa hiyo kumbe leo ninasherehekea miaka 10 tangu nilipopata daraja takatifu ya upadri. Imekuwa ni safari ndefu lakini yenye baraka, kwa kuwa katika huduma hii nimeweza kukutana na watu mbalimbali, nimeweza kukutana na changamoto mbalimbali, lakini pia nimeweza kukutana na mambo mbalimbali ambayo yamenikuza kiroho, kimwili, kiakili, na pia nimeweza basi kujifunza mengi. Niseme miaka 10 tangu mwanzo ule sipo kama nilivyokuwa, kwa sababu ukiwa katika ukiwa katika maji utajifunza kuogelea. Kumbe nimejifunza taratibu na ninaendelea kujifunza, kwa kuwa shule ya maisha ni kila siku hadi kifo. Namshukuru Mungu kwa sababu ya fursa hii ambayo nimepata. Mungu ameweza kuniita katika wito huu mtakatifu, lakini pia nashukuru kwa kuwa Mungu katika kuniita aliweza kunielekeza katika shirika la Konsolata ili niweze kuhudumu kama mmoja wao. Na katika kushukuru na wakumbuka wakubwa zangu wasimamizi katika nchi ya Kenya, nchi ya Tanzania na ulimwengu mzima, kwamba Mungu aendelee kuwaimarisha katika kazi zao na majukumu yao. Lakini nashukuru kwamba nimeweza kuitwa nikiwa katika parokia hii ya Mtakatifu Kizito Kegati, ambayo ni parokia mpya, lakini basi imekomaa kiimani kwa njia mbalimbali tunazoweza kujifunza. Kwa vyovyote Mungu aendelee kutubariki ili sherehe hii ambayo punde tutaianza iweze kuwa ni alama ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu, katika maisha ya wengine, na iwe ni sherehe inayotukumbusha jinsi ya kumrudia Mungu, hasa kipindi hiki ambacho tupo kwenye kumrudia Mungu kwa Kwaresma. Tupo katika kipindi cha Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Leo pia ndani ya sherehe hii ya miaka 10 ya upadre pia tuna kumbukumbu ya wazazi wetu marehemu ambao waliitwa kutoka kwetu na Mungu. Tunamsherehekea mama katika kumbukumbu hii, miaka 3 tayari imepita, na baba tunafanya kumbukumbu yake, miaka 2 tayari imepita. Kuondoka kutoka kwetu tunajua kwamba ni hatua nyingine ya maisha ambayo wameianza. Siku ya leo sio siku ambayo tutawaomboleza kutoka kwetu, ni siku ambayo tunafurahi na kumtukuza Mungu kwa sababu tuliweza kuwa nao, wakaweza kutulea na tukaweza kuonja yale waliotutendea, na sasa wamepiga hatua ambayo kila mwanadamu bila shaka ataipiga. Basi wao tayari wametutangulia, iwe ni alama kwetu ya kuweza kutukumbusha kwamba na sisi tutaondoka, lakini ni alama pia kwamba Mungu ameweza kuchuma matunda yaliyo ya kwake, na sisi wanadamu hatuna la kusema na hatuwezi kuanza kulalamika wala kupata hofu. Cha msingi sisi wenyewe tunaendelea kujiandaa ili siku moja Mungu akijalia na akituita tuweze kushiriki pamoja nao na watakatifu wote mbinguni. Amina. Lakini pia ndani ya tukio hili kuna kumbukumbu ya miaka 25 ya
ndugu zetu watatu ambao walifunga pingu ya maisha au walifunga ndoa, walibariki ndoa zao miaka 25 iliyopita. Kuna kaka yangu mkubwa Silvanus na mke wake Cecilia. Kuna kaka yangu wa pili Anthony na mke wake Rachel, na kuna kaka yangu wa tatu ambaye ni James na mke wake Kwamboka Mary. Kwa hiyo kumbe wote pia wanamshukuru Mungu kwa miaka hii 25 ya kuweza kuishi pamoja. Tunawaombea ili na wao waendelee kuonja matunda ya umoja wao, ya ushirikiano wao, na waendelee kumtukuza Mungu kama wazazi, na tuweze nasi kuonja uwepo wa Mungu, kwa kuwa tukiona matunda ya kuishi kwao vema tutaendelea kumtukuza Mungu. Mwokozi wangu, shika kwangu nami daima kwako. Milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wastarehe kwa amani. Amina. Sasa inafuata kuweka taji. Karibuni. Kwa maana fadhili zake ni
ni kuna kule hivyo cha uganga ina hivyo kukire santo Estou feliz porque paraste um lugar que eu trabalhei. Só estou muito feliz. Você. Ilikuwa namwambia Yesu mkoani. So Father Lucas, congratulations na Mungu akubariki. Kwa majina ni Sister Concepta kwa Nyangoso Parish. Mgeni mheshimiwa, padri, watawa na wakristo wote na wazalimu wa mtamu. Nami naitwa Sister Joyce Mbakita. Nimekuja kusherehekea pia na padri. Mimi miaka 10. Sio kijiko kimoja cha chai ama cha sukari. Ni kujituma. Nami nimekuja kuwakilisha kikundi cha Nyamaua ambacho tunashiriki na Father. Kwa hivyo Father, nisikie nyumbani. Wote Nyamaua waka hapa. Asante sana. Mungu ni mwema kila wakati. Maigalimu ndio tega wote. Nimekama wako lakini tangu Sister Susan Kerubo Israel sieto nyando chevere eski mugari patiki kazi kwa korega skericho shirika ni Franciscan Sisters of the Immaculate Conception. Father, asante
Nashukuru Mungu kwa umbali ambao amekuleta na bado tutazidi kukuombea. Tumesema tutembee pamoja kama marafiki, Redempta na dadake mwenye tunaenda pamoja kule Kericho. So tumesema kama familia hatuwezi kuacha nyuma. Tumefanya vibaya. Asante utokora. Nano. Nyaruka kwa tomo tiri Kericho bali. Bali kama wataango tawari nyaruka tia. Mkaba Ngo tabari mtoka ni makala sisa yako nyamara la tiari. Mkaba nyaruka. Wewe ni smart. Lakini hapo msuko kwa jibu hapo ya. Ya sana nyasaba sisi. Msifu Yesu Kristo. Tupo wewero wana mwa kana sisa chiko binawa. Nabo baraka geta ko yeki boli. Isa kundi ro turi ko cha kokura nya saa ko cha kokura. Msifu Yesu Kristo. Margareta naitwa Sister Judy Kemutomasenga. Unyando chibere Sister Dewa Galiskimu. Prozindu wika neviskimu. Kwele ndawa. Kwa hada tunasema congratulations na Mungu aendelee kukulinda na kukupa neema ili uendelee kuwatumikia watu wa Mungu. Redempta kwa wapi? Simama. Huyu sisa wetu tunafanya naye kazi Kericho na huwa anatoka jumuiya ya St. Francis ambayo huwa tunaenda kushirikiana na wao. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mama nyaboni. Mama yakimwili yako. Tunashukuru Mungu. Father, congratulations. Father Luka, tulianza hii safari karibu pamoja. Tumekuwa tukishirikiana na tukiulizana maswali, njia ikiwa ngumu, tunashauriana kwa uzuri. Kwa hivyo mimi niko nyumbani, ingande. Iko mama ngatole. Iko kama na baji bakangenga asiende iko wana wangu moti. Mwana wana wakapele garara. Aspirants, can you stand please? Mwana wana walia. Alinse mbogwa tamuka ngabasista mbaiko nyora wana awana. Ikeba ngedega asiyo ko samia wana stage ndanga. Pada munaicha ase community ito rore. Agatotebi tuma kampanye ya soko owakerenya sambi yamana. Ikoba munakimo motoro jitoijira ega. Igama mo bakotoyo. Ande mo ngerenda abanse baboka. Igo indegeta abange imnyasa no muya naende to abana baito moyo. Baende ko mabarwa nyasai gasibuya. Esengenjo egasi yene ngiya. Pero jikuna tunabiya. Oje ndate. Onda nalo wetaita tukutwa mo kama mituji ya Maria. Iko kuwa granya sana miyamana. Nengo taifa congratulations. Mungu akubariki, akupe nguvu, uendelee kumtumikia kama missionary. Mimi nimekaa nje miaka 8 vile niliwaambia. Sasa Mungu amekubali nimerudi nyumbani na ndio mnaona niko sawa. Sawa. Asante sana, tumshukuru Mungu. Usimuende ni Mungu mwenyewe. Kama kuna wageni wenye wanijui, kama wote wananijua. Kama kuna wageni ni wale wameolewa hapa kwetu. Kwa majina naitwa Sister Karen Nyanchoka, mtumishi wa moyo mtakatifu wa Yesu na maskini. Unaona mimi ni maskini. Na mama anaitwa Salamu Nyaliage, ni mwanakwaya hodari, ako pale. Mama simama wa kuona. Alafu na baba anaitwa Francis Onjuadi, yeye mgonjwa kidogo, muombe. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Padre Dominic Misano kutoka parokia jirani hapa
ya Masago, nafanya kazi kule Homa Bay Diocese, Karungu Mission Hospital. Asante sana. Haleluya. Singa kichonzi. Father Steve Nyamwaya Obuoge. Aibere mundarabu ni watu na Obuoge. Nafanya kazi kule Meru, Tharaka County, from Amasago Parish na SRC. Mungu mwema. Kila wakati. Mungu ni Father Sylvester Ogutu kutoka Tondo, missionary wa Consolata, na hizi niko Nairobi. Ujaji wa matumaini pamoja katika sala. Padre John Kiprotich Arab Cheriot kutoka jimbo la Kericho. Pia mimi nimekuja kwa niaba ya baba paroko, Padre mkuu Kikajeno wote kuandamana na dada yetu Redempa pamoja na Cecilia ambao ameenda. Sikujua father lakini nijua familia. Najua kwamba ni mtu mzuri kwa sababu amekuwa msaada mkubwa katika parokia letu. Wakilisha barako na pia viongozi, kumwambia Padre congratulations. Karibuni Kericho kama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Milele ya Basi kwa wale ambao pengine hawanijui, mimi naitwa Father Geoffrey Msare na hudumu katika parokia ya Mtakatifu Ana Ugembo. Father Luka tumejuana naye tangu kwa parokia ya Mawa, tulipokuja parokia ya Masago, nimetembea naye kwa karibu hata hapa mwisho Masago Parish. Alipokuwa nakuja tembelea tukiwa na Father Christopher na Father Maticha. Amekuwa wa muhimu kwangu katika safari ya huu wito wa upadre. Kwa hivyo naposherehekea miaka 10, nami nampongeza na namtakia mema katika huduma yake. Sasa yeye akimaliza miaka 10, tunauliza miaka 10 baadaye. Tumerudi katika kijiji hiki kwa sababu tulikuwa hapa miaka 10 ambayo imefanya nini? Imepita. Tukasherehekea zawadi ya upadre katika kijiji hiki. Sasa tumerudi miaka 10 baadaye. Ni wangapi wanaofuata? Mlienda mkafungia? Unakumwa pale. So wali wako mwaka banda na wenda babariki. Wako mwaka. Kabana bakumura naona wengine hapa wala ambao ungependa kuingia katika maisha haya. Ikiwa wewe ni msichana, ona hao watawa kia na wao, wakupe namba ya simu kuwasiliana na wao wakuelekeze. Ikiwa wewe ni mvulana, utaniona mimi na mimi nitakuelekeza ili uingie katika maisha haya. Mlitaka mambo maono wewe. Wewe. Na ino bueno mbona no myo. Uwansi no myo kera kunukuranga. Wetra asini tuwatoka tuwakaraki tuwarekeleza. Ande tuwaba. Otosabe ile nyasara ngi naenda wangi. Wasi kinyoleke. Ya mono wasisebe. Ugani ngai mtoka hapo ya sana. Father, congratulations Azindia. Njengoro kwa tanga kingoro kwa Maticha Mura nagwa ngabo kwa mwaire ngoko kwa nata kwa kamera. Basi Mungu ni mwema kila wakati.
asanteni sana. Nashukuru Mungu kwa padre mheshimiwa sana Father Luka na ndugu mapadre ambao wamekuja kushirikiana na sisi hapa leo, padre wa parokia hii Father Seko. Mimi nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu watawa wote ambao mmekuja na wale ambao tumefanya kazi pamoja na Mungu. Asanteni, nashukuru kuwepo hapa. Father Christopher ila mnanijua vizuri. Na sasa ni mliomba mpaka nikatoka hapa nikaenda huko. Ama hapo mmeomba jamani. Nilienda Nyakusu, lakini hata hivyo imani ni ile ile. Nataka kusema kwamba ndugu mpendwa Father Luka, tumetembea na yeye kwa miaka mingi, tumetembea na yeye. Ningependa kushukuru Mungu kwa talanta ambazo amempatia. Amefanya kazi mchapakazi na shirika la Konsolata. Ndiye mjua zaidi huyu, na tukafanya kazi na yeye vizuri sana. Huyu alikuwa tumaini langu wakati nilipata Nyamagwa kwa miaka mingi. That's a long way back. Tumetembea na yeye. Na mimi pia tumetembea na yeye. Na hata Father Seko sitakuacha, si wewe hawa wanajua. Mtu wako urotiraro hiyo watoto. It is just wonderful. Nashukuru Mungu. Mimi nataka kuambia hakuna maisha mazuri kweli kama haya. Bogimambori muya, bokalele ndoki. Haya ni maisha mazuri zaidi. Na mimi nataka niwaambie hata hao wengine watawa wakata. This is the best life. And I want to tell you that. Ili hata kina mama watoto wale wamezalishwa wakirudi mahali walitoka watakuwa watawa. Lakini sasa kingine lilia kitambo. Lakini hata hivyo tunaomba tu mtuombee tufanye kazi yetu vizuri. Karibu igoreni. Na msituhurumia ati kwa sababu hatukuoa wanawake zamani. Kwa sababu hata wale ambao mmeoa wanawake mnalia. Na wale hawana mabwana wanalia. Wale hawana mabibi bado wanafanya nini? Wanalia. This is the best life ever. Mimi nashukuru Mungu. You know, it is well calculated that if there is trouble, it is you who has caused it. But in the way the setup vile iko hautapata shida. Wewe ukianza kuleta vitu vyako vingine vipya hapo utaumia. Wewe enda polepole vile mama kanisa anataka. Si ndio hivyo? Utocha mangana amange bijamo na wotera kwa ko ngono mpaka bwida wana mukangira ali asiko na kwenda chini sara. Ndio jamani ndio ndio. Si ndio hiyo? Watu wanarusha mishale huko bwana. Wakristo wangu wengine wamerushwa mishale huko. Bali ninafanya nyangushu, lakini hata hivyo nawakaribisha huko wakati wowote mmekaribisha, mkipita huko mkakaribu mnisalimie, ndaendelea kushukuru sana. Kwa hivyo mgosa gereza yote ya Kenya, msala wa marembe kwa speke wewe mtemi kwa naenda ta chijabati milioni ya mjiko bakonya. Karibu. Echabati mliko likie baje ni chijabati. Wale chijabati milioni ya mo, oralito kweleka. Motako wegeli chijabati milioni ya mo. Mosha bara ibaito muombe viongozi wetu. Unajua kiongozi mwingine alikuwa moja alikuja akatupatia maziwa tukakunywa. Si ndio? Kibaki akakuja akasema ni vizuri mjue kukamua. Si ndio? Mwingine aliyekuja akatukamua. Na huyu sasa ameua ng'ombe, amekula. Maana amefanya vibaya zaidi. Tuwaombee viongozi wetu, tuombee nchi yetu. Asanteni watawa kwa kazi yenu. Asante mapadri. Father Luka, shikilia. Tutakuombea na kazi nzuri. Tukuja hapa kusherekea miaka mingine 20, 25. I'm 30 years old the priest. Mimi ni miaka 30 nimefanya. Kwa hiyo uko na 20 nyuma yangu. So I'm happy. Asante kwa maombi, Mungu awabariki. Lakini abangwana wajaribu abangwana abashomo. Sijaona watu wazuri kama mimi. Wazuri hawa. Hata mahali ninafanya huko hawatawafikia. Nyinyi ni waungwana. Kasongo kabisa kibora kibora. Kwa endelea baba.
ndio tumekuja kusherehekea wema wake Mungu kwa sisi sote, hasa kwa Padre Lucas ambaye kila mtu akianza kuongea juu ya Lucas ndio tutatoka hapa, lakini kwa niaba yangu Lucas ananifuata katika familia ya Wakonsolata. So thank you for following me as a Consolata. Kitu cha pili ni kwa niaba ya wakubwa wa Consolata ambao walinituma wa Regional Superior, aliniambia niambie Lucas, hongera kwa kazi nzuri ambayo unayofanya kule Tanzania. Ile miito ambayo unatafuta kule Tanzania, uendelee na huo moyo ili tuweze kupata vijana wengi ambao watalitumikia kanisa la Kristo ambalo tuliachiwa. Kwa hivyo pongezi kwa ile kazi ambayo unafanya kule. Wewe umekuwa balozi wa Kenya, balozi wa jimbo letu la Kisii na balozi wa mishonari Consolata. Kwa hivyo pongezi. Niangalie kamera. I was talking to Lucas. Okay. So Lucas, uendelee kuwa padri ambaye anategemewa na kanisa na Mungu aendelee kukubariki. Familia, asante sana kwa kumshikilia Lucas na kwa kumwombea na kwa kumshika mkono. Kwa hivyo pongezi, Mungu aendelee kuwabariki. Mungu aendelee pia kubariki wazazi wetu ambao Mungu aliwaita. Na kitu cha mwisho ni kusema kwamba sisi sote tumekuja hapa kusherekea na Luka, tuendelee kumwombea. Vile mhubiri alikuwa anasema ni kwamba sisi sote ni binadamu, tunahitaji neema za Mungu ili tuweze kuendelea kufurahia ama kujivunia wito ambao Mungu ametupatia. Kwa Baba Baroko, asante kwa kutayarisha sherehe hii ili tuweze kusherekea pamoja na ndugu yetu. Kwa hayo mengi ama machache ndiyamono, Nyasaye abasesirie, Nyasaye abarende na manase ngakiyere y'ukwengata asogosa banokwerina nakagenderere ko mutulu Nyasaye butambe ko mwere Nyasaye butambe asobori magaito ya kera litupo. Ndugu Father Evans Mchama, natoka paroko yangu ya hapa Papa Chofrey, natoka Ugembe Town Parish, lakini kwa sasa ninafanya kazi Nairobi, ni missionary wa Consolata. Asante sana na Mungu awabariki. Ntarata bakende mweguni mbwate sare yane ono nende kubwane kigusindo no sinaibu auna mate mwali ngora tina rwa kera ngora ndi kume sare chunga sare chunga haja nante gero sante gero ninampiga bomu kwa sababu amenipiga bomu sana. Basi nimesema nina pacha wangu, ningependa kumuita azungumze, lakini ilikuwa ni mtihani nione kama kijisia hata unaweza kuomba maji. Kumbe hakuna kitu. Basi tuwasalimie tena kwa sababu saa hii sio mahubiri, tunaweza kuwasalimia. Najua lakini najua sio yenye amesema. Na wale wako ni kipindi naitwa Father Jeremia Nganda. Mimi diocese yangu niyo diocese mpya kabisa, hiyo inaitwa Wote. Hapo ndio nimezaliwa. Na kwa sasa nimwambia tunaendelea na Luka Kongo. Baada ya kupewa ordination yeye akaenda Tanzania, mimi nikafanya kazi huko Kongo miaka 7, alafu 2022 nikarudi tena huko Kenya. Kwa hivyo ninafanya kazi pale Nairobi kwa nyumba ya malezi ya filosofia
mimi ninalea vijana wenye wanajitayarisha kuwa mapadri. Sasa unajua tuko pamoja na classmate mwingine wetu hapa. Sisi kama wakati anajitambulisha amesema hii tulianza pamoja na tulikuanga 30 in our class. Hatukuwa 30 hivyo, leo hii wenye tulifanikiwa kuwa mapadri ni 16. So we are 16 of us. We are spread all over the world. Na tuko na group yetu. So walituambia mkienda kutuwakilisha kikamilifu sisi na huko. Kwa hiyo mkituona hapa, see the 16 of us when we are spread all over. Sasa kwa niaba yao tunaambia Luke pongezi sana. Na tunamwambia tunampenda na tunamsukuma na tunamwambia akiwa Tanzania atuwakilishe na wawakilishe kikamilifu. Na mimi kwa niaba yangu mwenyewe nataka kuambia kwamba Luke kama rafiki alivyokuwa yeye alikuwa ananisukuma kufanya hata vitu zenye sikuwa naamini kama mimi mwenyewe naweza kufanya. Yeye alinifundisha kuendesha gari na hali unajua hivyo imeruhusiwa wa seminarians kwa theology. Kwa hivyo nikipatikana na gari naweza enda nyumbani. Sasa Luke alikuwa wakati ametumwa sababu yeye alikuwa dereva wetu. Niambia kuja twende. Alafu ananipatia gari. Sasa siku moja amenipatia gari mahali pabaya. Karibu nigonge ukuta. So nimetetemeka sana nikaogopa. Nikamwambia Luke, unajua hiki nikifanya accident kwanza wewe ndio utakufuzwa. Sababu utaulizwa kwa nini nilipatia gari, akaniambia kuna wewe jua gari kwanza. Na toka nifundishe kuendesha gari, yaifanya. Kwa hivyo asante sana kwa hizo story nikiendelea hazitawaisha. You know I'm a bit emotional. Tuliachana sasa ni miaka 3 tangu tuachane, miaka 10. Tunakuja kukutana tena, I can be emotional. God bless you. God bless all of you. Na tuendelee kuombeana. Naomba mpaka Tanzania. Umegaiwa kwanza nini nchini. Leo kama ilivyo mtu aliye na furaha, nikiwa na furaha sina maneno mengi sana. Mimi ningependa kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwa sababu ya wito huu mtakatifu, lakini kwa sababu ya wito wa uhai, kwa sababu ya afya na jinsi nilivyo. La kwanza hilo. La pili, kuwashukuru wazazi wangu ambao Mungu amewaita tayari ili waweze kupumzika pamoja naye. Na washukuru kwa malezi na yote. Nashukuru familia kwa kuwa malezi sio ya mtu mmoja, malezi ni ya familia pamoja na wote inaokutana nao. Lakini nawashukuru mapadri wote ambao tumekutana kila mmoja katika eneo mbalimbali, nikianzia na Father Christopher. Nilipoanza malezi mwaka wa 2 wa malezi mpaka nilipomaliza, yeye ndiye alikuwa paroko wangu. Kwa hiyo ninamshukuru sana kwa malezi hayo niliyoyapata. Nikirudi kwake Father Evans, tangu nilipoenda Kongo, wao ndio walitupokea Kongo na kutupa malezi pale, mimi pamoja na Jeremia. Nikija kwa baba paroko, tulifanya kazi naye sana akiwa shemasi, alikuwa hapa Amasago, tulifanya naye kazi sana akiwa shemasi, na sasa ni paroko wangu. Baba paroko, asante sana kwa maandalizi mazuri na kwa yote. Nikija kwa Father Joffrey, tumefanya kazi pia naye sana akiwa hapa Amasago, na tulipata corona na yeye na tukapona. Tulipata corona na yeye. Mimi sikuwa na corona, Father ndiye alinipa corona. Sababu nimempeleka, mimi nilikuwa dereva wake, nimempeleka hospitalini akanipa. Kwa hiyo nikaambiwa na wewe kujaribiwa. Waliponijaribu wakaniambia wewe unayo. Father akasema haiwezekani, tuende tena hospitali nyingine. Sasa hilo la pili sisemi, lakini tulipona. Mungu ni mwema. Na
Father Misaro Dominic. Huyu tulicheza sana wakati amekuwa padre. Ndio tulimnyanyua juu tukaenda mpaka kule nyumbani kwao kucheza na alisema hawezi kukosa kuja kwa sababu ya hiyo. Na Father Kiprotich ambaye amekuja, tumefahamiana kama familia kwa sababu mapadre wote ni familia tena. Usifikiri kwamba ukiwa padre wewe ukifika sehemu unaweza kupotea. Kwa hiyo sisi wote ni familia kule anakofanya kazi. Father Sylvester, hivi hawa ndio walikuwa wananiterrorize hao. Nilipoanza malezi hawa, kuna sehemu tulienda kufanya pastoral, ndio walinichanua nikaanza kujua sasa kwamba kumbe ukitoka nyumbani inafaa ukomae uwe mtu mzima. Kwa hiyo nilikuwa na alikuwa elera lealiga baka mawote wao kuera liga ina uwabuketorera hiyo wakarasalio ngoni koma. Kwa hiyo walikuwa wananiterrorize nikawa walao nimekomaa. Na masista wote waliokuja nikianzia na Sister Karen ambaye tena umwana yuko ndio wao walikuwa wanatufundisha jinsi ya kuandika barua ya vocation. Sister, unakumbuka? Mimi sikuwa najua kuandika ili niende seminarini. Sister akanifundisha, hebu andika hivi, waulize maswali haya. Kwa hiyo tulikuwa tunaelekezwa kwa njia hiyo. Waona tuariri huna tole na masista wote ambao tunashiriki katika kikundi kimoja cha watawa. Mungu awabariki sana. Bila kusahau hawa vijana wadogo hawa wa seminari hawa wa kesho ambao na ubako ngoro kicisendo maetuna na chititima etisende ichi bono bana ubangorokia ababa baerelia. Na wote ninawashukuru wa Kristo wote na marafiki wote na watu wote mliokuja kushiriki pamoja na sisi. Hatuwezi kutaja mmoja, lakini tunafahamu kwamba mko hapa kwa ajili yetu. Mungu awabariki sana kwa sababu ya hilo. Tunawashukuru kwa moyo na hatuwezi hata kusema mengi sana kwa sababu tunafahamu kwamba tukianza kwa ubinadamu wetu tutasahau kuwataja wengine. Tunawakaribisha sana, mjisikie mko nyumbani na mjue kwamba kwa maombezi yenu, kwa maombi yenu nimeweza kufika hapa nilipo, na Mungu aendelee kuwabariki sana. Kumbuka mapadri sana asenye njemere mtoto kwa membe komu mulikuwa nafanya kuna kusoma ndio na acha kulia matomoli mulikuwa kama mbia oira na botuko pata wono. Kwa hiyo mtuombee sana kwa sababu kazi ya utume inahitaji uvumilivu, lakini ni nzuri kama walivyosema mababa waliopita, tuendelee kuombeana. Tumsifu Yesu Kristo. Kitu kingine, mimi kule Tanzania nimefanya kazi katika parokia mbili, parokia ya Iringa Mshindo na parokia ya Ubungo Msewe. Zote zipo katika manispaa mbalimbali ya Iringa na Dar es Salaam. Lakini pia nimefanya kazi katika seminari zetu. Kwa hiyo wote wale ambao tumeweza kuishi nao na kuweza kufanya kazi nao niba arenga babe angatinda medikocha anga angirani wachombo betire angatinda ya kirende. Hivyo tunawashukuru hata wao kwa sababu kwa jitihada zao. Nyote mlioko hapa jisikie kwamba mmepata shukrani kwa ya kuku wale nilipi ya mono pia msimbi ya mono na wote mlioko hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Kanga madoida ya yeme sumapite ni kanisa nanga wao ngona ni maiki ni yenu
Nimechoka maji. Ndio mnatuelekeza. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wakati huu tunaenda kwa kipindi cha keki ambapo Baba atakata pamoja na mapacha wenzake kusherehekea miaka 10 ya upadri. Sivyo ama ndivyo? Ndivyo. Mbona mmekasirika? Ndivyo. Washa hiyo kitu. Kalau mau flash. Oke, so. Unakat. Wow. Mara aligelia hapo ile ya kiyoka. Beanana mapacha. Beanana Give me oh. Okay. Sasa mpe tena. Okay. So fresh. Waambie hata si tamu. Okay, wape basi. Hawezi kula hii. Wape. Okay. Tam. Ngoja kwanza. Oma fresh. Utapewa. Mwakachovi. Kwa ile chovu. Na kuna service. Wali split wapi? Haya paroko. Aganyirus. Para gobe kanamba huko. Silvanus. Silvanus na Cecilia. Ay, bro. Anthony.
James. Wapi Recho? Aiman. Ndio kaje tu. Ngai Recho. Dangere dia dua. Dangere dia dua. Karibu sana. Bora nanabu? Kama na sister. Yeah. Itakuwa rahisi ndio itakuwa vizuri. Ni wewe. Ende ulete sahani. Sahani mbili. Sawa. Nani? Umeelewa? Sawa. Mwalimu hapo. Wangu Yanga kina cha? Yes. Mwalimu awape. Na chele kwanza karanga. Nikei, ni tamu. Berries. Utoe matawi. Hata kwa hiyo sahani ulipewa watoto wapewa. Sawa. Kuna mtu anaonekana ameonja. Ameonja. Bwana kwa. Bwana kwa. Bwana kwa. Ngasi. Yaka nyinyi mpeane. Alimora alikiusia na ambasa ya katakata hivi. Wako na hapo. Sasa kwa ile kwa mwili Wale Aiman. hapa.
Shika. Gaya kama kana ibara karibwa. Oh, koboko. Ongina kaki ng'ombe. Ibara ndo kuchibona. Wanya kuchia, toka enda kuchia. Shika. Anasema nisonge. Rasi. Umeweka hapa. Mwenye amepewa atoke. Mwenye amepewa atoke. Nake na mimi. Panga laini vizuri, panga laini vizuri. Panga laini. Hapana. Kama nimekupea tafadhali usirudie. Watoto mmekula. Watoto tafadhali mmekula. Tafadhali. Hapana mwalimu. Mwalimu karani. Ni karani. Kwa wapi nikipeana? Msikuje kwa bana. Watoto wamekula keki. Kula maragwe. Mwambia daraja au mbele magari imejaa huko. Nimeingia hata akaona pesa kidogo. Sikuli hiyo. Ukuli nyama? Ah, hiyo iko sawa na wewe. Songa. Wewe tunaonga. Hiyo mambo ni mingi sana, kilo mbili. Tuweke hiyo bwana. Ndio. Sasa